Habari za saizi mtazamaji wetu wa Mtwara Online TV. Kama ilivyo ada katika kuwajulia hali watu mbalimbali ili kuweza kuwasaidia. Na leo tumefika katika kata ya Tandika kwenye mtaa huu wa Makaburi Msafa. Tumekutana na Mama Latifa ambaye mtoto wake ana umri wa miaka 3. Atatueleza shida ya mtoto wake ni nini, lakini pia anahitaji nini. Karibu mama. Asante. Kwa majina naitwa Zuena Saidi Abdalla. Ni mkazi wa Makaburi Msafa, Mtwara mjini. Ndio, karibu. Mwanao ana changamoto gani? Maana tunamuona yupo katika hali hii na hatujui shida nini. Mwanangu ana changamoto ya utindio wa ubongo. Ana shida, tumbo lake lina tundu na niliambiwa inabidi afanye operation. Na ana utapiamlo. Shida hili mwanza tangia alipozaliwa, ninaweza nikasema hivyo kwa sababu alivyozaliwa hakulia kwa wakati. Kwa hiyo ikampelekea akawa na shida hizo zote hizo alizokuwa nazo. Kwa sasa akai, aongei, afanye kitu chochote. Anachojua yeye kulia tu. Kwa hiyo naomba na wananchi wenzangu, wa mama wenzangu, Mama Samia kama ananisikia popote alipo, na viongozi wengine, naomba msaada wenu kwa ajili ya matibabu ya mtoto. Gharama zinahitajika shilingi ngapi ulivyoenda hospitali? Mwanzo ulivyoenda hospitali niliambiwa niandae 1.5 milioni kwa ajili ya matibabu yake, yani hatua za awali. Na kama zitahitajika pesa nyingine nitaelekezwa hivyo hivyo. Na tunataka tujue pengine Latifa yawezekana ana baba. Pengine baba yake anahusikaje katika hili? Baba yake husiki kitu chochote, maana nilivyojifungua tu gharama za hospitali za mwanzo alishughulikia zote, lakini tulivyoruhusiwa kwenda nyumbani mtoto huyu, baba yake alikataa majukumu yote. Alisema tu mimi hapa nataka pesa kwa ajili ya kufanyia mambo yangu na sio kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo amekataa kila kitu, amemkataa mtoto, amekataa na huduma za mtoto. Baadaye akaniandikia talaka 2 na baada alivyotimiza miezi 5 akaniandikia talaka 2, akasema sio mkewe tena, naweza nikaolewa na mwanaume mwingine yoyote na mtoto huyo sio wake, yeye sio damu yake. Kwa hiyo nilichofanya mimi nikasafiri, baada ya miezi 5 nikasafiri kwenda kumfuata huko Zanzibar, ni Mzanzibari. Kenda Zanzibar, nikamfuata nikamwambia tusaidiane majukumu, lakini yeye pamoja na familia yake wote walinikataa. Wakasema huyo sio mtoto wao, sio damu yao, kwa sababu wao kule hawana vilema. Kwa hiyo hii hapa ni ya kwetu sisi wenyewe, mimi na wazazi wangu. Kwa hiyo niwajibike mimi na wazazi wangu na sio wao hawahusiki kwa lolote kwenye hili. Wito wako wa mwisho pengine ni upi? Naombeni mnisaidie, naombeni msaada sana, maana maisha ninayoishi ni changamoto. Mtoto anaugua siku zote, kila siku, yani tukikaa hospitali mwezi mzima. Uswahilini huko tunakaa labda siku 3 siku 4 tunarudi tena hospitali. Matatizo hayaishi kwa sababu baada hajapata huduma zake zile ambazo zinahitajika, matibabu ambayo yanahitajika. Inahitajika 1.5 milioni na mimi uwezo huo sina. Yaani maisha tunayoishi ni magumu. Chakula chake tu ni gharama kubwa, siwezi. Haya, bado matibabu nayo ni mtihani mkubwa. Kwa kweli naombeni msaada wenu. Mimi Mtanzania mwenzenu mwenye kuguswa wote yule. Kwa hiyo naomba tu mnisaidie kupitia namba hii hapa 0712 10 49 50. Jina litatoka Zuena Saidi Abdalla. Na mtazamaji, kama ulivyomsikia dada yetu hapa ameomba msaada. Kwa hiyo yeyote yule mwenye kuguswa na changamoto hii tunaomba amsaidie kwa hali na mali. Na mimi ni Suzana Mwazembe, asante.